Makamu wa Rais amesema hayo jijini Dar es Salaam mara baada ya kumalizika matembezi ya hisani ya kuchangia fedha kwa ajili ya mafunzo ya uuguzi wa kunga nchini, na kusema serikali inaendelea na jitihada za kupambana na hali hiyo, ikiwemo kuongeza idadi ya wataalamu wenye ujuzi wa kutosha na kuhakikisha vifaa tiba vinapatikana katika vituo vya afya. Na ni kweli nimekuwa nikijishirikisha sana katika hizo harakati. Ni juzi tu hapa nilipita kuweka mawe ya msingi katika wodi za kina mama na watoto, wodi ambazo zitakuwa na vifaa vyote vya kisasa ili tuhakikishe kwamba hali mbaya ya uzazi inapotokea mama anawahiwa kwa utaalamu uliopo, lakini kwa vifaa vilivyopo. Lakini niwashukuru sana walioandaa matembezi haya kwa ajili ya kutafuta pesa za kusomesha wauguzi na wakunga. Ni kweli kama alivyosema takwimu Waziri wa Afya kwamba tuna uhaba wa wauguzi na wakunga. Naye Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Umi Mwalimu, amesema wizara yake itahakikisha huduma za kujifungua kwa kina mama wajawazito nchini zinaboreshwa kadri uwezo unavyokuwepo, huku lengo kuu likiwa ni kupunguza idadi ya vifo wakati wa kitendo hicho kadri inavyowezekana. Tanzania bado kama zilivyo nchi nyingine zilizo kusini mwa jangwa la Sahara zinakabiliwa na upungufu wa watumishi wa sekta ya afya. Upungufu ni takribani 48%, lakini tukija kwa wauguzi wakunga, upungufu kwa kweli bado ni mkubwa, kwa sababu tuna wakunga takribani 25,216 wakati mahitaji halisi ni wauguzi wakunga 37,741. Baadhi ya waandaaji na wadhamini wa matembezi hayo ya hisani wamesema wameamua kuandaa tukio hilo ili kuwezesha kupatikana kwa fedha ambazo zitasaidia kusomesha wakunga ambao wamekuwa wakihitajika hasa maeneo vijijini. Simulizi za kwamba ndugu yetu alifariki njiani kwa kwenda kujifungua au kwa kukosa mhudumu au kwa kutohudhuria kliniki zimetosha. Tusisikie tena. Tunachosema tusomeshe wakunga. Tuendelee kuchangia juhudi hizi. Kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiondoka eneo hili baada ya kufanikisha kampeni nzito ya kuhakikisha kwamba idadi ya wakunga nchini inaongezeka. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Sakwisa Mwifuge wa ITV.